kwenye ligi na mwaka huu ndo safari yenu ya kwanza. Hii inawaambia nini wana Simba? Tunaelekea Dodoma kwenda kwenye mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC, ambapo Dodoma tutacheza michezo miwili dhidi ya Tanzania Prison tarehe 22 pamoja na Dodoma Jiji tarehe 25. Kikosi kinaondoka hii leo kuelekea Dodoma na tunaamini tutakuwa na takriban siku 6-7 Dodoma za kucheza mechi mbili za ligi kuu na kuondoka na alama 6. Haitakuwa rahisi, haitakuwa nyepesi, lakini kwa maandalizi ambayo tumeyafanya na tunaendelea kuyafanya kwa mahitaji ya alama 3 ambazo tunazihitaji, tunaamini kabisa tutakwenda kuonesha michezo mizuri na kuondoka na alama 6 Dodoma. Hali ya kikosi iko shwari, maandalizi yako vizuri, wachezaji wote ambao tumesafiri nao wote wako katika hali nzuri. Tumewaacha wale tu ambao wana majeraha, lakini wale wazima wote tumeambatana nao kwa ajili ya kwenda kwenye mchezo huo. Condition ya uwanja wa Jamhuri pengine inaweza ikawa tofauti na michezo mingine yote mitatu ambayo Steve Barker ameiongoza Simba kwenye viwanja vya hapa Dar es Salaam. Hii inaweza ikaongeza ugumu wa michezo hii miwili? Ya, bila shaka. Kwanza ni mechi ya kwanza ya mwalimu Steven Barker, anakwenda ugenini, lakini inaweza kawa ni mechi ya kwanza vile vile kwa wachezaji wengi wa Simba ugenini. Mechi yetu ya kwanza ya ugenini msimu huu ilikuwa ni dhidi ya Tabora United, lakini vile vile nayo hatukucheza kwa sababu ya hali ambayo ilitokea kipindi kile. Kwa hiyo kama sikosei, hii ni mechi yetu ya kwanza ugenini. Kwa hiyo Rushain Dorok hajui mazingira ya mikoani yanafananaje. Kasali Mlinda Mlango hajui mikoani kuna fananaje. Aniset Oura hajui mikoani kuna fananaje. Libas Segeye hajui mikoani kuna fananaje. Kwa tunakwenda kukutana na mazingira mapya, kuanzia kwenye benchi la ufundi kuja kwa wachezaji, kote ni mazingira mapya. Lakini tena kuna lakini tumefanya maandalizi kulingana na mazingira husika ambayo tunakwenda kukutana nayo. Itawasumbua kidogo wachezaji. Uwanja wa Jamhuri haufanani na Benjamin Mkapa, uwanja wa Jamhuri haufanani na uwanja Meja Samuyo, uwanja wa Jamhuri haufanani na uwanja KMC. Tunakwenda kukutana na mazingira mapya, lakini tunaamini tutakwenda kufanya vizuri pamoja na hali ya uwanja ilivyo, lakini tutakwenda kuonesha mchezo mzuri katika uwanja huo na kupata matokeo mazuri. Nasi atadribo kweli? Ya, atadribo hivyo huku na dunda, lakini atadribo na atafika, wala hakuna shida. Yes. Ya, Yakubu afya yake imeimarika. Nakumbuka hata wiki iliyopita tulizungumza kwamba Yakubu afya yake iko sawa, kinachosubiriwa tu ni kurejea katika majukumu yake. Kwa hiyo katika wale wachezaji wetu ambao walikuwa wodini, Yakubu yeye sasa yuko sawa. Amemwacha Kamara pamoja na Wilson Nangu. Kama hautojali, tunaweza tukazungumzia swala la taarifa zinazozungumza ni kweli kwamba kuhusiana na uwanja ambao mnakwenda kucheza na taarifa kwamba Simba. Tumalize kwanza, alijazungumza vizuri mechi ya Dodoma na nini. Mbona mnarukaruka? Au kuna kitu nataka amjauliza maswali yako. Umekuaje Petro? Haujaulizwa maswali mazuri, haujauliza mambo ya kitaalamu, haujaniuliza Aniset Oura atakwenda kuchezaje, yani na danda, yani kama vile mmekuja na script yenu. Niulizeni kwanza mechi na Prison ikoje, niwaelezee namna gani tunakwenda kumkabili Tanzania Prison.
Mechi na Dodoma Jiji hamjani. Sasa hamjaniuliza, yani hamjaniuliza. Niulizeni vizuri tuzungumze. Siachi. Muda bado. Nasikia hapa wanafunga mlango baada dakika 5 kabla. Mimi nitaenda baada dakika 6. Yani naingia na mlango unafungwa. Kwa hiyo bado muda tunao, tuulizane maswali mengi kuhusiana na mechi ya Dodoma Jiji na mechi ya Prison. Haya, tuanze. Kama ulikuwa na hamu ya kumzungumzia ni Seth Oura, maana yake umeona kama tumekudhulumu sana kutomuuliza. Hamjaniuliza mambo yote. Chama tumemzungumzia. Morris Abraham tumemzungumzia. Sasa hiyo inakuwaje interview hujamzungumzia Chama? Hujamzungumzia Selemani Mwalimu. Hiyo inakuwaje interview? Imagine. Unazungumzia ni Seth Oura. Seth Oura sijamtaja kwenye interview nzima. Wewe unakimbilia mambo ya dabi kweli? Tumalize kwanza mambo ya hii mechi yetu, mechi mbili hizi, alafu tuje kwenye mambo mengine. Sawa, semaji, kutokana na uwanja ambao mnakwenda kuutumia kucheza dhidi ya Dodoma Jiji, wamekuaga na mchezo mgumu sana mkikutana nao nyinyi. Pengine kwa hilo mmejipangaje kuhakikisha kwamba mnapata alama 3? Kwanza kabla ya kuzungumzia mechi ama mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, tuzungumzie kwanza mchezo dhidi ya Tanzania Prison, kwa sababu Dodoma tuna michezo miwili. Tunaanza na Tanzania Prison tarehe 22 saa 3 usiku, alafu tunakuja kucheza na Dodoma Jiji tarehe 25 saa 1 usiku. Prison na mechi kama 9 hujapata matokeo. Prison mechi na Tanzania Prison ina pande mbili. Kwenye makaratasi ni mchezo mrahisi sana. Yaani ukikaa ukaangalia msimamo wa Karim Boimanda unaiona Tanzania Prison yuko dhofli hali. Yuko hohe hahe. Ana maisha magumu. Yuko apeche. Yaani muda wote anakata roho. Lakini ukija ukiangalia Tanzania Prison kwa upande wa pili ni timu ngumu sana. Ogopa timu ambayo imeshazoea kupigwa. Inapigwa mpaka inakuwa sugu. Kwa hiyo Tanzania Prison ameshakuwa sugu. Ameshakutana na vipigo vya aina tofauti. Vimemkomaza. Vimeshamfanya amekuwa sugu. Hasikii maumivu tena. Kukutana na timu ya namna hiyo inakuwa ni ngumu sana. Hana cha kupoteza. Lakini Tanzania Prison hajakata tamaa bado anaamini ana uwezo wa kupambana, na ukiangalia ligi bado iko wazi. Anaamini Prison ya kwamba anao nafasi ya kuamka na kupigania nafasi yake ya kubaki katika ligi kuu ya NBC. Sasa wapi ambapo anatafutia kuamka? Anatafuta kuamka kwa mnyama Simba Sports Club. Hapo ndipo ugumu wa mechi sisi na wao inapokuja. Prison anaamini akipata ushindi mbele ya Simba Sports itampa relief, itamuuplift na kumongezea confidence ya kupambana katika kupigania pumzi yake na uhai wake. Hapo ndiko mechi inapokuwapo. Lakini pamoja na ubovu aliokuwa nao Tanzania Prison kwa siku za hivi karibuni, siku zote mechi ya Simba na Prison inakuwaga ni mechi ngumu kweli. Hapo inatufanya sisi twende kwenye mchezo huu tukiwa na machare, tukiwa na umakini, tukiwa na tahadhari ya hali ya juu kweli. Tunajiandaa kwenda kumkabili Tanzania Prison. Na sisi hatumuoni Prison kama ni kibonde au ni mbovu. Tunamuona Tanzania Prison kama timu tishio ambaye anaweza kwenda kutusumbua. Tunapomwangalia Prison kwenye msimamo, tunaupindua juu chini. Tunamuona Prison yuko juu, alafu wengine wanafuata. Tunampa heshima hiyo ili tujiandae vizuri kwenda kumkabili. Itakuwa ni mechi ngumu, itakuwa ni mechi nzuri, na uzuri ni kwamba tunao watu wa kuweza kuamua mechi za namna hii. Tunaye Seth Oura ambaye kwa siku za hivi karibuni amethibitisha ubora wake mkubwa katika dimba. Tunaye Libase Geye ambaye ameonyesha uwezo mkubwa tangu amejiunga na Simba Sports Club. Seth Oura ameonyesha uwezo mkubwa na ufalme usiomithilika kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya ligi ya mabingwa Afrika. Alafu Libase Geye ameonyesha uwezo mkubwa kwenye ligi ya ndani kwa maana ya ligi kuu ya NBC. Kila mmoja amegawana wapi aende akafanya ukatili na unyama wake. Lakini sasa kwa kuwa kwenye michuano ya kimataifa hatupo tena,
Maana yake ubora wa Anicet Oura kwenye michuano ya kimataifa anauhamishia kwenye ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo unakuja kukutana na ubora wa Libase Geye. Kwa hiyo hivi sasa Simba Sports Club kushoto Libase Geye wa moto, kulia Anicet Oura wa moto, yani juu moto, chini moto. Utachagua uwe ukoko ama uwe matando. Huo ni upande pembeni, lakini tumeona ubora mkubwa ambao umezidi kuongezeka ukichagizwa na confidence ya hali ya juu ya Selemani Mwalimu. Amezidi kuimarika siku hadi siku, amezidi kuwa mtamu siku hadi siku, amezidi kuwa bora siku hadi siku, anazidi kuisaidia Simba yake. Lakini tunakwenda Dodoma kucheza na Tanzania Prison, watu wagumu kweli kweli, tukiwa na Greece, tukiwa na kilainishi ambaye ni mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama atakuwa katikati ya uwanja pale kwa ajili ya kuwalainisha Tanzania Prison. Prison ni wagumu kweli kweli. Kazi ya Chama ni kuwalainisha, ni kuwafanya watepete, alafu wanampa kazi Selemani Mwalimu, anakwenda kufunga. Itakuwa ni mechi nzuri sana ambayo wana Dodoma wataenjoy na wana Simba watafurahia pakubwa sana. Lakini kama haitoshi, tunakwenda kumintroduce kwa mara ya kwanza Nixon Kibabage katika uwanja wa ugenini kule mkoani Dodoma. Anakwenda kuonesha ubora wake, pamoja na kwamba mazingira ya uwanja hayawezi kuwa rafiki sana, lakini mtu kama Anicet Oura ambaye kwenye mguu wake kuna nta, unajua nta? Kuna nta, mpira unanasa kwenye mguu wake, hata akicheza kwenye matuta hawezi kupoteza mpira, bado Anicet Oura ataonesha ubora na kiwango cha hali ya juu kweli kweli katika mchezo wetu. Kimsingi ni kwamba tunakwenda kuifurahisha Dodoma, tunakwenda kuwafurahisha wanasimba. Hiyo ni mechi dhidi ya Tanzania. Kibabage mmempa nini? Amekuwa mtamu. Kibabage ni mchezaji mzuri, bahati mbaya hakuwahi kupita katika timu sahihi kwa upande wake. Unajua hata wewe Petro unaweza kawa ni mtangazaji mzuri, lakini haujapata media nzuri ya kufanya ama kukuonesha wewe kuwa mtangazaji mzuri. Kibabage hakuwahi kupata a clear platform ya kumfanya aoneshe kiwango chake. Sasa amepata sehemu sahihi, amepata timu sahihi na ameonesha kiwango chake, na kila mmoja haamini anachokiona kwa Nixon Kibabage. Hapa una Dodoma Jiji. Ya Dodoma Jiji wenyeji. Dodoma Jiji ni timu ambayo tunaifunga kila siku, lakini kuifunga Dodoma Jiji kila siku huwa tunaifunga kwa tabu kweli kweli. Hakuna mchezo umewahi kuwa mepesi mbele ya Dodoma Jiji, na ndio maana hata ukiangalia margin ya ushindi baina ya sisi na Dodoma Jiji, goli 1, 2-1, yani inakuaga vita kweli kweli. Na kama sikosei ni mechi 3 zimeenda mtawalia, ushindi wetu mbele ya Dodoma Jiji huwa ni bao 1 pekee. Hiyo ni kuonesha kwamba ni mpinzani mgumu, na hivi sasa timu yao imeimarika zaidi, wana top golie pale golini, kwa maana ya Ali Salim anaifanya mechi hii inakuwa na upinzani, na ni mechi ngumu kweli kweli. Ni mtoto wetu wenyewe, tumemlea wenyewe, tumemkuza wenyewe, tumempa ubora wenyewe, na sasa anafanya kazi kubwa na wanadodoma, na tunaamini mabadiliko ya uwanja kabla ya mamlaka husika, kwa maana ya bodi ya ligi. Hapo ndiko ambapo sisi tunaona ipo shida, na tukaomba kupata ufafanuzi kutoka kwa bodi ya ligi, na bodi ya ligi katujibu, na mambo yanakwenda musana. Kwa hiyo sisi kwetu hatuna changamoto yoyote, tunataka tu kupata ufafanuzi, mambo mengine yaendelee. Ninachofahamu mimi na utaratibu ulivyo, mabadiliko yoyote yanatangazwa na bodi ya ligi na sio klabu husika ama afisa wa klabu husika. Bwana semaji, kumekucha. Kumekucha. Safari ya Dodoma. Bwana, ikanzu sio ya kuinama wala ya kutungua hii. Kanzu ya bei mbaya. Kanzu ya bei mbaya. Bwana, hamjatoka nje ya siku nyingi.